Kenya ni kati ya nchi ambazo alitembelea siku za uhai wake John Pombe Magufuli, rais wa 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sitawaangusha. Narudia tena, sitawaangusha. Ni mmoja wa marais waliojenga sifa kubwa nje na ndani ya Tanzania. Situmu tu useme nimekosea, nimekudanganya. Unataka tena unibishie na mimi ndio ulindanganya, si ndio? Na roho yake ilipopotea mwaka 2021, kulikuwa na kilio kikubwa Tanzania na kwingineko. Amekuwa ni kama baba na nuru ya Waafrika, kwa sababu anatukumbusha viongozi waliopambania uhuru katika taifa letu kipindi hicho na Afrika kwa ujumla. Leo tunaangazia maisha yake katika mikoba ya demokrasia. Kama tusikubali shetani kupitia corona. John Joseph Pombe Magufuli alicheza ngoma ya siasa ya Tanzania kwa miaka mingi kabla ya kuingia katika vurugu mechi ya uchaguzi mkuu wa Tanzania mwaka wa 2015. Alikuwa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Ali Hassan Mwinyi, Benjamin William Mkapa na Jakaya Mrisho Kikwete. Kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2015, kulikuwa na mchakato wa kumteua mpeperushaji bendera wa chama hicho, kinyang'anyiro kilichowavutia wengi Julai mwaka wa 2015. Mheshimiwa John Pombe Magufuli, kura 2000. Kukafuatwa na chereka kubwa baada ya tangazo hilo, huku rais wa wakati huo Jakaya Mrisho Kikwete aliendesha vikao hivyo akimpa mkono wa tahania alikuwa waziri wake John Pombe Magufuli kwa kuwa mshindi. Kwa upande wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunaye Dr. John Pombe Magufuli. Na kupongeza kwa kuchaguliwa kwako kwa kura nyingi sana. Ndugu zangu, katika hili nataka niwathibitishie, katika serikali pia wazembe na wabadilifu hawatapata nafasi yao, pamoja na wezi na wala rushwa nitawashughulikia kwa upole sana. Magufuli alijipata kuwa miongoni mwa 5 bora waliopigiwa kura na wajumbe wa CCM huko Dodoma. Wengine 4 walijumuisha aliyekuwa msemaji wa Chama cha Mapinduzi Januari Makamba, Balozi Amina Salum Ali, mwenzake Balozi Asha Migiro, na aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Bernard Membe.
Katika utawala wa Kikwete, Magufuli hakuonekana na wengi kuwa angemrithi kwa sababu hakuwa na mizizi zaidi katika chama cha CCM ambacho kimekuwa madarakani tokea enzi za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. CCM ilimpa ridhaa Magufuli kugombea urais na ndio ngoma ya siasa ilizidi kuwa kubwa. Kwanza, waziri mkuu wa zamani ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa ndani na nje ya chama cha CCM, Edward Ngoyai Lowassa, alihamia chama hicho tawala na kujiunga na muungano wa upinzani Ukawa chini ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambacho kilimruhusu kugombea urais wakati huo. Lowassa alikuwa na ushawishi mkubwa mijini na baadhi waliona kuwa alikuwa kasalitiwa na rafiki yake wa siku nyingi, Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Magufuli alimteua Mama Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea mwenza katika kipute hicho na akawa makamu wake kwa miaka 6. Chama CCM mwaka huu kimetupa heshima kubwa wanawake. Kwa hiyo wanawake wa Tanzania hawana sababu ya kukaa nyuma. Naomba wote wanifate mgongoni. CCM oye! Kulikuwa na ushindani mkali kati ya CCM na Chadema kwa sababu vigogo kadhaa walikuwa wameikimbia CCM na kujiunga na kambi ya upinzani. Huko kisiwani Zanzibar pia CCM ilikuwa inakabiliwa na upinzani mkubwa kutoka kwa Maalim Seif aliyegombea urais kwa mara ya 5 kupitia CUF. Hata hivyo, matokeo ya kura za Oktoba mwaka 2015 yalipotangazwa, matokeo yalionyesha kuwa Magufuli wa CCM alikuwa mbele ya Edward Ngoyai Lowassa. Upinzani ulikataa matokeo hayo na kusema kuwa yalikuwa yamechakachuliwa. Wakati Magufuli aliposhika ngazi na kuapishwa Dodoma, ambapo ni makao makuu ya nchi na chama tawala cha CCM, aliyabeba matumaini ya Watanzania wengi baada ya kupokea mikoba kutoka kwa rais wakati huo Jakaya Mrisho Kikwete, ambaye alikuwa kaongoza Tanzania kutoka mwaka 2005 hadi mwaka 2015. Aliposhika madaraka, aliibuka na sera ya kukabiliana na ubadhirifu wa fedha za umma na kuzuia safari za nje kwa viongozi wa nchi hiyo katika hatua ya kubana matumizi ya fedha. Yeye mwenyewe alifanya safari chache sana za kanda ya Afrika Mashariki na nje. Alimtuma kwa wingi makamu wake Samia Suluhu Hassan ambaye alimrithi baada ya kifo chake mwaka 2021. Kenya ni moja nchi alizotembelea siku za uhai wake katika muhula wake wa kwanza na kuondoa dhana kuwa alikuwa akipendelea siasa za rafiki yake Raila Odinga ambaye alikuwa kiongozi wa siasa za upinzani nchini Kenya. Tumekuwa tunazungumza sana na Rais Uhuru mara nyingi kwenye simu. Tunapigiana simu kwa mambo mengi, lakini kwa sababu simu huwa hazionekani hadharani, watu wengine hawajui. Sasa basi mjue leo kwamba huwa tunazungumza sana na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na kwamba sisi ni marafiki, ni ndugu, tuko pamoja. Lengo letu ni kuweka masilahi ya nchi zetu mbele na kwenda mbele kwa ajili ya maendeleo ya Tanzania na Kenya. Hata hivyo, aliwataka Wakenya kupunguza ukabila. Kwa makabila hayo machache 43 mkishikamana, na mimi ni lazima niseme kwa sababu msema kweli ni mpenzi wa Mungu, mambo mengine yote Kenya ni excellent. Tatizo ni ukabila. Kauli mbiu ya Magufuli kabla na hata baada ya kuingia madarakani ilikuwa ni hapa kazi tu. Alionekana kujali mno watu wa kipato cha chini katika jamii. Sasa ng'ombe wale walikuwa wakulipe hela ngapi? Mama,
Milioni 12 na laki 5. Haya, sasa natoa maagizo. Wewe DC na polisi hapa wilayani mzilipe hizo hela kwa huyo mama. Na ninawapa siku 5 muwe mmezilipa, kwa sababu DC ungekuwa umechukua hatua mapema. Wewe ndio mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama hapa. Ungeweza hata ukamjulisha mkuu wa mkoa, ungeweza hata ukanijulisha mimi ambaye nasimamia majeshi yote. Sasa hizo fedha uzitafute pamoja na ofisi ya OCD hapa iliyopo. RPC ulisimamia hilo. Wewe si ndio ulikuwa RPC? Zitafute hizo hela wewe RPC, kwa sababu umeshindwa kusimamia hao watu. Na akaanza kufanya ziara za kushtukiza, moja ikiwa ni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere baada ya kuondoka nchini Uganda kwa hafla ya kumwapisha Rais Yoweri Kaguta Museveni mwaka 2016. Hapa wahusika wakajua siku unayokwenda uchi unafikiwa na mkweo. Mama, mbona unataka kunidanganya sana? Unajua mimi usinichoshe. Ni vizuri uzungumze ukweli tu. Kwa nini nimeanzia hapa? Uwezo ukajiuliza tu. Sasa sipendi kudanganywa. Ukinidanganya nitachukia sasa hivi. Wewe umenidanganya kwamba hiyo ndio mbovu, hii ni nzima. Nikawaambia muiwashe hiyo nzima. Hiyo nzima, huyu amezungumza vizuri, ukweli kabisa, leta na mkono. Wewe ni msema kweli, ni mpenzi wa Mungu. Umesema na hii ni mbovu kwa miezi 2. Tukaanza tena kuzungumza, niambia wewe siomba tu msamaha. Baadaye ukaniambia hii ni arrival. Mara unasema hii ni ya staff. Kwa hiyo staff ndio mnawakagua tu. Zile ndege ndogo wanapobeba mizigo yao inapitia wapi? Na wanapofika na ndege zao. Sasa wakipita hapa, akija na meno ya tembo utajua. Akitoka kwenye mbuga za wanyama kule amepakia hata mijuzi utajua. Akija kule na dhahabu au na almasi akapitia hapa utajua. Akija hapa amepakia na ndege zake ndogo kule, akaja hata na madawa ya kulevya utajua. Sasa si ndio ungezungumza tu kweli. Wewe uwezo ukajiuliza kwa nini nimeanzia hapa. Kwa hiyo umekosea umeenda. Wewe katibu mkuu, jambo. Kadhalika alifika katika maeneo ya mbali na jiji la Dar es Salaam kukagua kasi ya miradi ya serikali. Muulize mkandarasi kwa nini hakupeleka hizo nyaraka mapema. Muulize wewe. Kwa nini kupeleka hizo? Why did you deliver the documents before? So next time, you are not supposed to be the root cause of this delay. Because you are not supposed to wait until 30 days. You are supposed to deliver the document so that they can process the exemption process there at the Ministry of Finance. I'm just warning you. Vivyo hivyo akaagiza ukaguzi wa vyeti vya wafanyikazi wa serikali, kwa sababu baadhi walikuwa wanapata posho ya serikali huku wakiwa na vyeti bandia. Kadhalika alifutilia mbali baadhi ya mikataba iliyokuwa imewekwa na serikali tangulizi ambayo alihisi kuwa ilikuwa ikiwanyonya Watanzania. Kingine alichofanya na kukosana vibaya na vyama vya upinzani hususan Chadema ni kupiga marufuku mikutano ya wanasiasa nje ya majimbo yao. Mkosoaji mkuu alikuwa mnadhimu wa kambi rasmi ya upinzani nchini Tanzania, Tundu Lissu, ambaye alikuwa mbunge wa Singida Mashariki. Lissu alinusurika jaribio la mauaji baada ya kushambuliwa na watu wasiojulikana na kupigwa zaidi ya risasi 10 mwaka wa 2017. Alipelekwa Nairobi hospitalini akiwa si mgonjwa wa dawa wala maji angemponya kwa dharura, lakini neema ya Mwenyezi Mungu ikamfaa na akaelekea Ubelgiji kwa ganga zaidi, na alipopata shufaa aliilaumu serikali ya Magufuli kwa masaibu yake. I was shot 16 times for denouncing President Magufuli, who since coming to office has turned the country literally into a police state, where newspapers are closed for criticizing the president, radio stations are shut down, newspapermen and other journalists are arrested, beaten up, where even to post a single message on WhatsApp,
criticizing the government or any of its plans has become a criminal offense. Baada ya Lowassa kutoonyesha nia ya kugombea tena kutokana na ukuruba wake na rais wa wakati huo John Pombe Magufuli, Chama cha Maendeleo na Demokrasia kiliamua naibu mwenyekiti wa chama hicho Tundu Lissu kugombea na akarejea Tanzania mwaka 2019 na kupokelewa kwa shangwe kubwa na wafuasi wa chama hicho ambao hawakuwa wamemwona kwa miaka miwili. Mwaka wa 2020 Chama cha Mapinduzi kilimpa ridhaa Magufuli kugombea urais. Hamna aliyejitokeza kumpinga ndani ya CCM na kamteua kwa mara nyingine Mama Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea mwenza wake. Kisiwani Zanzibar, CCM ilimpa mamlaka Hussein Mwinyi na akashinda na kuwa rais wa Zanzibar. Uchaguzi sasa umekwisha. Jukumu kubwa na muhimu lililopo mbele yetu hivi sasa ni kuendeleza jitihada za kulijenga na kuleta maendeleo kwa taifa letu. Hata hivyo, mgombea wa Chama cha Maendeleo na Demokrasia Tundu Lissu alikataa matokeo hayo ya uchaguzi na kusema kuwa serikali ya Magufuli ilipanga wizi wa kura katika ngazi zote, tume ya uchaguzi ya Tanzania ikilaumiwa kwa kuvurunda uchaguzi huo kwa manufaa ya CCM. Katika maelfu na maelfu ya vituo ambavyo mawakala aidha hawakuruhusiwa kabisa au waliingia wakatolewa au walicheleweshwa, mambo yakafanyika kabla au walitolewa baada ya zoezi la kupiga kura. Fikiria ni mangapi ambayo yamefanyika ya aina hii. Ni haukuwa uchaguzi kwa standard yoyote ya uchaguzi, hata kwa sheria zetu kama zilivyo. Huu haukuwa uchaguzi. Wakati aliposhika dola kwa awamu ya pili ya miaka mitano, Magufuli alitaka maridhiano ya kisiasa hususan Zanzibar. Maalim Seif ambaye alikuwa kagombea urais Zanzibar tangu Tanzania ianze mfumo wa vyama vingi vya siasa mwaka 1995, na safari alikuwa kahama kafu na kuingia ACT Wazalendo, japo alishindwa na Daktari Hussein Mwinyi. Maalim alivyokuwa na siasa za ubishi, alipinga tena matokeo hayo na akafanywa makamu rais wa kwanza wa Zanzibar chini ya Hussein Mwinyi katika serikali ya mseto visiwani Zanzibar. Kifo cha rais wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Benjamin William Mkapa mwaka 2020 kilimsumbua Magufuli kwa misingi kuwa Mkapa alikuwa kampigia debe kwa matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020. Taifa letu lilipatwa na pigo kubwa la kuondokewa na aliyekuwa kiongozi wetu, rais mstaafu wa awamu ya tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Benjamin William Mkapa. Kifo cha rais mstaafu mzee Mkapa kimeacha majonzi na simanzi kubwa, sio tu kwa familia yake na nchi yetu, lakini pia katika eneo letu la Afrika Mashariki, nchi za kusini mwa Afrika, bara la Afrika na duniani kwa ujumla. Kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, chama cha CCM kupitia kwa John Pombe Magufuli kilikuwa na mbinu mwafaka za kufifisha nguvu za upinzani. Kwanza alikuwa mgombea upinzani katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 Edward Ngoyai Lowassa alijiondoa katika kinyang'anyiro na akawa mgeni mara nyingi wa Rais Magufuli katika Ikulu na katika mikutano mingine ya hadhara. Na ili kurasimisha muungano wake wa dhati na chama cha kibichi na njano yani CCM, alirejea ndani ya chama hicho na kusema tano tena kwa Rais Magufuli Machi 21 mwaka wa 2019. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo.
Mimi sina mengi ya kusema, nimerudi nyumbani. Haitoshi. CCM oye! Wewe umekuja mzee kwa maombi yako maalum. Wale wakija huko waje na wao watapokelewa katika maeneo yao. Ndugu zangu wa Tanzania, tuna jukumu moja tu la kujenga nchi. Maendeleo hayana chama. Matatizo ya Watanzania sio vyama. Lowassa oye! CCM oye! Na katika kampeni za uchaguzi wa mwaka 2020, Lowassa aliandamana na Magufuli katika baadhi ya sehemu kwa ajili ya kuwashawishi wapiga kura kuwa wamkumbuke Magufuli ambaye jina lake la utani lilikuwa Jembe kutoka Chato. Katika uchaguzi mkuu wa CCM, chama kilimpa ridhaa Magufuli kutafuta awamu nyingine. Wito wangu kwa Watanzania, tujitokeze kwa wingi katika siku hii ya leo kwenda kupiga kura. Twende tukapige kura kwa ajili ya maamuzi ambayo kila mmoja atakuwa nayo katika moyo wake. Wakati maradhi ya korona yalipovamia dunia kuanzia mwisho mwaka 2019 na kusambaa kisawasawa mwaka 2020, Rais Magufuli alichukua msimamo wa kihafidhina na kuwakanya Watanzania kutopewa chanjo hiyo ya COVID-19. Ninajua wapo baadhi ya Watanzania hata wameondoka ndani ya nchi na kukimbilia maeneo mengine na kwenda kuchanjwa. Na walipochanjwa huku wamekuja huku wametuletea korona ambayo ni ajabu. Simameni imara. Chanjo hazifai. Kwa hiyo niombe sana Wizara ya Afya, sio kila chanjo ni ya maana kwa taifa letu. Sio kila chanjo ina faida kwetu. Ni lazima Watanzania tuwe macho. Ni lazima Watanzania tuwe waangalifu. Moja ya sifa kubwa aliyokuwa nayo Magufuli ni kuzungumza Kiswahili katika mikutano ya kimataifa kama vile ya Umoja wa Afrika na hata Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo wazungumzaji wengi waliegemea lugha ya Kiingereza. Juhudi zake za kimakusudi ziliufanya muungano wa nchi za Jumuiya ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC, ambapo Tanzania ni mwanachama, kuridhia kutumia lugha ya Kiswahili kama mojawapo ya lugha rasmi katika mawasilisho kwenye mikutano ya kilele. Licha ya changamoto zinazoendelea kuikabili Burundi, jumuiya yetu inaendelea na jitihada za kurejesha amani na utulivu nchini humo. Magufuli alifariki Machi 17 mwaka 2021 kutokana na maradhi ya moyo, na serikali ya Tanzania ikatangaza siku 14 za maombolezi. Kifo chake kiliwaliza wengi ndani na nje ya Tanzania kwa sababu roho ya Jagina ilikuwa imepotea ghafla kuliko ilivyotarajiwa baada ya kuyatumbua majipu ya wafisadi na kuwafukuza kazi maafisa serikali waliokuwa wazembe kazini. Nilikuwa sijaamini kabisa. Leo ndo nimeamini kwamba kweli tumeondokewa na rais. Siku zote nilikuwa nahisi kama ndoto. Nilikuwa nahisi labda nitaamka siku nyingine nitakuta habari imebadilika. Sasa kuanzia siku ya leo ambao nimeona mwili wake umepitishwa hapa, sasa inabidi nimshukuru Mwenyezi Mungu. Au Watanzania inabidi tumshukuru Mwenyezi Mungu sababu ndo yeye ametenda. Wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kwa desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Aliyekuwa makamu wa Magufuli, Mama Samia Suluhu Hassan, aliapishwa kuwa rais kwa mujibu wa katiba na kanuni za chama tawala cha CCM. Viongozi wa kanda ya Afrika Mashariki walipatwa na pigo kubwa. Rais wa Kenya wakati huo, Uhuru Kenyatta, alimtaja Magufuli kuwa muhimili muhimu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa pia alivuta kumbukumbu za Magufuli. On the continental stage, the late President Magufuli was a champion of Pan-Africanism. In the passing on of President Magufuli, I have lost a friend,
a colleague, and a visionary ally. Tanzania is a country that stood with us during our struggle for freedom and sacrificed a lot, halting and delaying their own development so that we could be free. Kifo cha Magufuli, mwenye kitovu chao kwa Wasukuma, kilifungua ukurasa mpya nchini Tanzania. Awali kiliwezesha mwanamke wa kwanza kuwa rais katika kanda ya Afrika Mashariki na kuanzisha enzi mpya ya uongozi. Magufuli alizaliwa mwaka 1959 huko Chato. Alichaguliwa kwa mara ya kwanza bungeni na kuwa naibu waziri mwaka 1995. Kabla awe rais, alihudumu katika wizara kadhaa kama vile ya ujenzi na nyumba na ile ya mifugo na uvuvi. Ina maana alianza kazi wakati wa rais wa awamu ya 3 wa Tanzania Benjamin William Mkapa, na alinusurika mauti wakati huo. Baadhi ya mawaziri, tena wengine wa ngazi za juu kabisa, kuanza kunichukia, na muda si mrefu baada ya hapo nikanyweshwa sumu Dodoma, ambayo alimanusula iondoe uhai wangu, lakini kwa neema za Mwenyezi Mungu nikakiepuka kifo. Baada ya tukio la kunusurika katika kifo, nilimwendea mzee Mkapa kumweleza dhamira yangu ya kutaka kujihuzuru. Nakumbuka siku hiyo aliniangalia kwa jicho la baba na mwana, akinihurumia. La pili, pia kunipa ujasiri, na baada ya dakika chache akaniambia, na nukuu, "John, kafanye kazi, kamtangulize Mungu." Yamkini umakinifu wake akiwa kazini katika wizara ya ujenzi na barabara ulimfanya kuwa na kumbukizi nyingi hata akiendesha kazi zake za urais. Tatizo letu sisi wa Tanzania saa nyingine ni ubishi. Kila mmoja anataka parking iwe hapo, mwingine anataka hivyo, mwingine iko hapo. Kaeni mkubaliane, mtafute mahali ambapo itajengwa parking kwenye eneo ambalo ni dry, ambapo water table yake haiko karibu. Barabara hili hata siku za nyuma tulipokuwa tunalijenga, kila mara lilikuwa linakata hapa. Matengenezo tulikuwa tunafanya kila mara hapa. Kwa hiyo mimi hapa napajua, ndugu zangu, watani zangu. Kwa hiyo uwezo katengeneza parking pale, hata majani yenyewe hayaoti kwa haraka. Huo ndio ukweli. Mwalimu huyo wa zamani wa kemia aliendelea na masomo yake hadi akafika katika kiwango cha uzamifu. Hata hivyo, pamoja na kuwa alikwenda mbele za haki, bintiye Jessica Magufuli alichaguliwa kuwa mbunge wa viti maalum baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa majina naitwa Jessica John Magufuli kutokea Geita, ni mgombea kutokea Geita. Asanteni sana. I wish ningemwona Magufuli, nipige magoti, nimpongeze hadharani. Ndio historia ya John Pombe Magufuli, ambaye atakumbukwa kwa utendakazi wake siku za uhai wake. Ona icha na moijenga. Paul Nabiswa, makala ya Mikoba ya Demokrasia, NTV. Asacheza nikone, jembe toka Chato, Magufuli ndo rais wa wanyonge.